Mimi hata mwanangu wa kuzaa simsomeshi aje kunisaidia, kwa sababu ndakufa na pressure, kwa sababu mwanangu ni mume kwa mke wake na mwanangu ni baba kwa watoto wake. Kwa kuna wakati nitakapohitaji mahitaji kutoka kwake, atasimama kama baba kumjibu baba mwenzie ambaye ni mimi baba yake, alafu mimi nitaona ananidharau. Kumbe kweli mwanangu ana majukumu, ana mke, ana watoto, anakimbizwa na maisha. Ndaanza kumchukia hadi mke wake, kuhisi kwamba kuna fedha anamzuia asinipe. Kumbe mwanangu kakuwa na yeye ni nani? Ni baba. Sasa kwa sababu sikujitengenezea mazingira ya kusimama mimi kama mimi, ndo wale tunaita ndugu lawama. Uko tayari kukubali kwamba una haki ya kusaidiwa na ndugu? Amen. Unaweza wewe, unaweza kichwa kasongo, kichwa kikubwa na komwe, unaweza. Acha hayo mambo na kufundisha mambo magumu. Toa hizo lawama, bamkubwa toa. Tunao ndugu sisi serikalini, wako ngazi za juu. Hatupigi simu wala tutumi meseji, kwa sababu tumekubaliana na matokeo kwamba hawawezi kufanya kitu kwetu. Tunao ndugu mahakamani, tumekubali kusimama wenyewe mahakamani kujitetea, na ndugu zetu ni wanasheria wakubwa, kwa sababu hata tukiwapigia simu hawawezi kusimama na sisi. 90% ya watu wanaotusaidia wako mbali.